Hey, ni aje Autotech. Sasa kama wewe ni mfuatiliaji wa masuala ya teknolojia hapa Tanzania au hata kama ufuatilii masuala ya teknolojia lakini unamiliki social media account na unatumia social media yako, utakuwa unafahamu kwamba leo kulikuwa kuna keynote ya Ubepari PC ambapo walikuwa wanatoa elimu kuhusu masuala ya PCs na computers. Sasa I went there and it was a really good experience. Sasa kutoka kwenye hiyo event kuna mambo kama matatu muhimu sana ambayo nadhani ni vizuri nikishare na wewe, na mengine ni maoni yangu. Jambo la kwanza kabisa ni kwamba kama vijana tunaojitafuta na tuliamua kuingia kwenye biashara, ni vizuri sana ukaamua kulegitimize biashara yako. Namaanisha nini? Namaanisha kwamba ni vizuri sana biashara yako ukaiweka kwenye mifumo inayotambulika na serikali. Hii itakusaidia sana kuepusha usumbufu wa mapato, lakini vile vile kuhakikisha kwamba unatambulika kisheria, na hii itakufungulia milango ya kufanya kazi na makampuni yenye mitaji mikubwa. Kwa hiyo itakusaidia hata wewe kukua. Jambo la pili ni fani kidogo. Unaona jinsi tunavyoona wazee wetu wenye miaka labda 60, 70 wanavyo struggle na kutumia smartphone. Wewe huko mbeleni kuna uwezekano mkubwa sana kama na wewe usipojiadjust kuendana na teknolojia sasa hivi, watoto au wajukuu zako wanaweza kuja kukuona kama tunavyoona wazee wetu hivi. Kuna swala zima la AI, kuna swala zima la teknolojia inavyo-evolve. Ni vizuri sana tuendelee kujitrain ili tu-evolve na teknolojia inavyo-evolve, ili tusije kuwa phased out na mifumo ya teknolojia tukaja kuonekana tupo outdated huko mbeleni. And issue kama hii ndo ambayo Steven Bartlett huwa anapenda kuilifaa kama leaning out, ikimaanisha kwamba wewe unaona jinsi mabadiliko yanavyoenda huko mbeleni, mambo yako yanaweza sio mazuri, lakini unaamua kutocope anyway kwa sababu ni kitu ambacho ni uncomfortable kwako. Kwa hiyo tujitahidi sana kujifunza teknolojia ambazo zipo sasa hivi ili tuendelee nazo, tusije kuwa phased out. Na kitu cha tatu ambacho ni cha muhimu sana ni ushauri kwa serikali yangu. Na uzuri sasa hivi kuna wizara ya vijana, kwa hiyo naamini kupitia wizara hiyo wanatusikiliza vijana. Kwa serikali yangu mimi nilikuwa naiomba waendelee kutufandi vijana, especially wale wanaokuja na proposal ambazo zina mlengo wa kiteknolojia. Lakini kwa vijana tuendelee kufanya research especially kwenye industry ya teknolojia, ili tuangalie nafasi gani zinaweza zikatupatia fursa mtaani. Hapo ndo tushawishi serikali yetu ili tufandi kupitia hizo chances. Kwa mfano, ukiangalia product nyingi tunazotumia za teknolojia hapa nchini zinakuwa manufactured, zinakuwa mpaka assembled nje huko. Hapa ndani tunaweza tukaanza na project ndogo ndogo kama za kuassemble vitu vidogo vidogo kama smartwatches, sio lazima computer wala simu. Hata vitu vidogo vidogo ambavyo tunavitumia kwenye matumizi ya kila siku. Smartwatches, labda majagi ya umeme na vitu kama hivyo. Now thank you so much for being here, na hope kwamba serikali yetu inasikia na italifanyia kazi hili. Peace.